Safi baba. Uko sawa sawa? Namshukuru Mungu. Vipi wewe? Maisha ya Singida yanakwenda? Mimi nishazoea maisha ya Singida. Mazuri siku zote. Mbona Nishazoea mimi ni sasa ni mtu wa Singida. Yaani Mbeya ni nyumbani. Na Singida ni nyumbani. Singida nyumbani kwangu kwa pili. Tuambie, umehusika kwenye kikosi cha Singida ambacho kimetinga makundi ya kombe la shirikisho barani Afrika. Tuambie unajisikiaje mara baada ya swala hili kutokea ukiwa kwa kikosi? Ni jambo jema kwa sababu ni mara ya kwanza timu inashiriki. Alafu pia ni mara ya kwanza pia inashiriki mashindano haya, na ni mara ya kwanza pia inaingia kwenye group stage. Ni jambo jema kwa sababu hii historia itadumu katika klabu hii, kwa sababu ni mafanikio makubwa kwa timu ambayo inakuwa kufika kwenye hatua hiyo. Bali na ukongwe ambao ulionao, experience yako, umecheza muda mrefu kwenye ligi lakini pia kwenye michuano ya kimataifa. Unadhani ulikuwa ukiongea nini na wenzako kuelekea mchezo huu ambao umefuzu kutinga makundi? Obviously wachezaji wote walikuwa wanajua umuhimu wa mashindano haya. Alafu timu yetu sasa hivi ina mchanganyiko wa wachezaji. Kuna wachezaji wanaokuja wanakuwa, pia wachezaji ambao wana experience wapo wengi sana. Kwa hiyo kila mtu alikuwa anajua wajibu wake na kujua nini kifanyike, nini wasifanye ili tupate tufuzu katika mashindano haya. Chini ya Gamondi, tunaweza tukamuelezea ni kocha wa aina gani akisaidia Singida? Kwanza ni kocha ambaye ana experience na mashindano haya. Cha pili ni kocha ambaye anaweza kuishi na wachezaji vizuri. Cha tatu ni kocha ambaye muda wote anatamani mafanikio, na ndio maana imekuwa ni chachu kubwa kwa upande wetu sisi kumpa kile kitu ambacho yeye anakiwaza au anakifikiria katika akili yake. Kwa amehamishia tu mawazo yake kwetu. Kwa sisi tulikuwa ni kutekeleza tu. Na kama wachezaji sasa, kwa namna ambavyo naiona Singida ikaenda kufanya vizuri kwenye michuano hii hatua ya makundi. Inaweza. Ndio stage ngumu zaidi tunasema. Inawezekana kwa sababu kikosi cha Singida kimesheheni wachezaji ambao wanaweza kuwa 6, 7, 8 hivi wameshashiriki mashindano hayo. Kinachotakiwa ni kwamba sisi wenyewe tutajitoa kwa hali gani, tutapambana vipi ili tufike katika hatua hiyo. Lakini ninawaza kwamba tunaweza tukafanya vizuri zaidi. Sawa, bali na hayo Kaseke bana, miongoni mwa vitu ambavyo nimeona hata kwenye comments nini, umecheza kwenye ligi kwa muda mrefu. Wenzako wale ambao ulikuwa ukicheza nao pengine hivi sasa wamesha retire, kusema kwamba bana. Umesoma kwenye comment gani? Watu wanasema. Yaani ukimaanisha kwamba mimi nilitire. Yani unaonekana bado upo kwenye kile kiwango ambacho kinaweza ukatumika zaidi kulingana tofauti na wachezaji wengine ambao ulikuwa nao ukicheza, lakini hivi sasa hawatuwaoni kwenye sehemu mbalimbali kama ambavyo tulikuwa tukiwaona. Siri ni nini? Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu tu. Yeye ndo anaamua ni muda gani, ni wakati gani ambao mimi nitakuwa nje ya mpira, lakini cha muhimu ni kwamba namuomba sana Mwenyezi Mungu aniepushe na majeraha, kwa sababu majeraha ndio adui mkubwa wa mtu, sio mchezaji, mtu yeyote. Ukipata majeraha kuna vitu ambavyo unaweza usivifanye. Maana yake mimi nikipata majeraha sitocheza mpira. Na ndio kazi ambayo mimi nimeifanya kwa muda mrefu. Kwa hiyo naendelea kumuomba Mwenyezi Mungu anipe uzima. Yaani cha muhimu ni uzima, vingine vyote mbwembwe hivi. Unaweza ukanikumbushia kipindi cha nyuma, miongoni mwa wachezaji wako bora ambao umewahi kucheza nao kwenye timu moja, ambao mlikuwa mnaelewana sana kwenye combination, hasa chemistry ile ya uwanjani? Labda ziko mbili sijui 3. Nakumbuka wakati niko Mbeya City
nilikuwa tunapacha mimi, Nonga, Marianzi na Mogani. Ilikuwa nzuri. Ikaja ikaja Yanga nipita vipindi tofauti, lakini ambayo nilipenda sana mwenyewe, nilikuwa na enjoy nikicheza naye sana ni Yakuba Sonye. Ilikuwa safi sana. Ilikuwa nzuri sana. Nilikuwa nikicheza na, unajua ukicheza na mtu ambaye anajua Kaseke akiwa kwenye zoni hii naweza kumpa mpira akafanya kitu, au Kaseke mimi nikimuona mtu huyu yupo kwenye zoni hii anaweza akafanya kitu kizuri, inakuwa nzuri. Unafikiria pengine kuja kuhudumu kwenye mpira ukiwa kocha? Unajua ni rahisi kusema, wachezaji wengi wanasemaga hawawezi kurudi kwenye mpira. Lakini watu wezi kujua mambo ya mbele. Unaweza ukasema bwana mimi nikimaliza mpira siwezi, alafu siku unaniona inakuwa sio jambo zuri. Lolote linaweza likatokea, naweza nikawa kwenye mpira au naweza nisiwe kwenye mpira. Vyote vinawezekana. Vyote vinawezekana. Naomba nikumbushie miongoni mwa mechi zako 3 bora ambazo ni bora kwa mechi zote ambazo amewahi kucheza Deus Kaseke. Na mechi ya kwanza ilikuwa tulikuwa tunacheza na Azam. Na Azam Chamazi. Nilifunga goli nakumbuka. Nilifunga goli tunacheza na Azam na hisi Wakati huo nikiwa Yanga. Jinsi mlolongo wa sio wa goli. Jinsi mlolongo wa maandalizi ya mechi jinsi alivyokuwa yani alafu nikabadilishwa position kwa sababu mtu aliyeniambia kocha alivyoniambia nikacheze namba ile, naona aliona kitu kwangu, lakini mimi nilikuwa nawaza nasema atacheza kweli namba 10. Na kweli hiyo ni ya kwanza nikafunga goli mechi na Azam. Na mechi nyingine, hiyo mechi ndio siji kuisahau, tulienda kucheza na Al Ahly Yanga nakumbuka. Hapa sisi tulitoka waitufunga moja, hapa sisi waitufunga goli moja, sisi tulidraw, wakaenda kule hapa tulitoka 1-1, tukaenda kule wakatufunga 2-1. Ile mechi ya kule kwao ilikuwa nzuri sana, ndio mechi ilikuwa safi sana. Nyingine ya mwisho tulikuwa tunacheza na Simba Singida. Na yenyewe nilikuwa niko bench nakumbuka. Nilikuwa niko Singida, niko bench hivi. Niko kwenye bench hivi nasema nikiingia hapa nitafunga hapa. Nikiingia hapa nitafunga. Na kweli nikaingia nikafunga. Ya mwisho ni Azam na Pamba. Tulicheza Mwanza. Ilikuwa niingia dakika 85, nikafunga goli dakika 86. Na yenyewe pia hivyo nikasema jinsi ninavyoona Azam hapa nikiingia naweza kufunga na nitafunga. Kweli nikaingia nikatumia muda mchache kufunga goli. Hizo ndo mechi ambazo nazikumbuka. Japo zipo nyingi sana, nyingi. Sawa. Nitaje pia miongoni mwa vijana ambao wanaibuka sasa hivi unaona kabisa hawa wanafanya vizuri. Kuna Kagoma Yusufu. Mimi napendaga sana kuangalia viungo. Sababu naamini viungo ndio watu ambao wanafanya timu iwe vizuri. Kagoma, Azizi, Andambwile kama wakimpa muendelezo mzuri. Azizi, Andambwile. Mwingine mdogo wangu mmoja
yuko JKT Ruvu. Anacheza namba 6, anaitwa Msengi Ali Msengi. Naamini wao wana sifa za kuwa wachezaji wakubwa endapo Mwenyezi Mungu akiwafungulia njia zao zikawa vizuri zaidi. Sawa, miongoni mwa vitu pia ambavyo mnavielekea hivi sasa ni kuelekea mchezo dhidi ya Azam FC kwenye uwanja wao wa nyumbani pale Azam Complex. Uzungumziaje pia mchezo huu ambao kila mmoja akitoka kwenye michuano ya kimataifa tena mkitoka kupata ushindi mnono? Mechi itakuwa na ushindani mkubwa kwa sababu kila mtu ametoka kwenye kushinda mashindano ya kimataifa na kila mtu atakuwa na hamu ya kuendeleza hali yake ya ushindi. Mechi itakuwa nzuri kwa sababu kitu kingine kila timu ina wachezaji ambao wakubwa. Itakuwa mechi nzuri sana. Mimi nikushukuru sana Deus. Nashukuru sana.